Yesu asifiwe. Hapa ni mtaa wa KKKT, mtaa wa Msakuzi. Kama mnavyoona, ibada yetu imeisha. Ilikuwa ni ibada ya Ijumaa Kuu ambayo ni siku takatifu kabisa ambayo Wakristo wote duniani tunakumbuka mateso ya Bwana Yesu. Na naona washarika wapo wengi. Sasa tutaenda kupata maoni kwa kila msharika. Amejisikiaje kuhudhuria ibada hii? Anakumbuka nini na ni nini maoni ya msharika mmoja mmoja kuhusiana na kukumbuka ibada ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo? Hebu tuende kwa washarika tukawaulize. Ambayo inatukumbusha mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani alipotufia. Pia inatukumbusha kusameheana na kuona kwamba sisi ni Wakristo ambao tumekamilika ili tuweze kwenda sawa sawa na Bwana wetu Yesu Kristo. Okay. Unahisi kuna mabadiliko enzi za zamani na enzi za sasa hivi za teknolojia za sisi vijana kuhusiana na hizi ibada na mapokeo ya Kwaresma kwa ujumla? Asante sana. Kwa kweli mabadiliko ni makubwa sana kutokana na kwamba zamani maigizo kama haya kama kanisani kwetu tulikuwa hatuyapati, tulikuwa tunapata kwenye makanisa makubwa kama Azania Fonte na mengine. Lakini kwa sasa tunashuhudia ukuu wa Mungu kwenye makanisa yetu, sasa hasa Msakuzi kutoka nimesali. Vijana mnapambana sana kwa ajili ya kuweza kuendelea kutuelimisha na kutuonyesha namna ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo alipoteseka pale msalabani. Ni sio igizo, hili igizo linatuonyesha uhalisia wa mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hongereni sana vijana kwa namna ambavyo mnaendelea kutuelimisha na kuona na kushuhudia mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Basi asante sana mama, unaweza kujitambulisha jina lako na wewe ni msharika hapa, una uongozi wote au vipi? Asante, mimi naitwa Flora Heaven Light Mtui, ni mwenyekiti wa kina mama katika mtaa wetu wa Msakuzi. Asante sana, barikiwe. Asante. Juu ya ibada ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa siku nzuri ya leo ambayo tumekumbuka kwa mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa jina naitwa Gladness Matiri. Mimi ni mwimbaji wa kwaya kuu. Namshukuru Mungu kwa kweli, ibada ilikuwa nzuri sana. Tunamshukuru Mungu, igizo ilikuwa nzuri, ibada imeendeshwa vizuri, imependeza sana. Na tumejifunza mengi ya kwamba mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo ya kisha sio kwamba tusahau yale ambayo Mungu alipitia pale msalabani, bali tuyabebe na kutembea nayo na kutafakari katika maisha yetu jinsi tunavyoishi. Tumuishi Kristo, tusiishi kama tunavyoishi watu ambao hawamjui Kristo. Natamani sana kila mmoja wetu aende na huu ushuhuda wa Bwana Yesu kupigwa pale msalabani kwa ajili yetu. Alitukomboa sisi, na sisi basi tuwe watu ambao ni wanyenyekevu mbele zake kila saa, kila wakati, tukimuomba, tukimshukuru, kwa maana yeye ni Mungu ambaye alitukomboa katika dhambi. Amina, amina. Asante sana mama, barikiwe. Washarika kiujumla, watu wamefurahi siku ya leo. Kweli tunashangilia mateso ya Bwana Yesu kwa sababu tuna uhakika atafufuka siku ya tatu. Sasa naona ilikuwaje, ila ninajua jambo moja, nilikuwa kipofu. Sasa sogea hivi kidogo. Hapa kuna taa ina Ijumaa Kuu. Unahisi kuna faida kwa Wakristo kuendelea kujumuika na kuhudhuria hizi ibada kama maigizo na vitu vingine? Kuna faida. Kwa mfano, faida ya kwanza
Tunapokuja kanisani ibada kuu, tunachukua mambo mengi sana na tunajifunza mambo mengi sana, hasa ukizama kwenye hii ibada ya Ijumaa Kuu, kwa sababu kwanza kuanzia asubuhi watu wengi walibarikiwa. Ibada hii ya mchana watu wamebarikiwa, na pia tumejifunza mengi kuhusu igizo. Watu wamelivaa igizo kama kuvaa, na tumebarikiwa sana kwa sababu tumejifunza mengi. Yaani Mungu anazidi kujifunua kwetu zaidi na zaidi. Asante. Unahisi kuna mabadiliko ya teknolojia kuanza zamani enzi zenu na sasa hivi kuhusiana na mambo ya kanisa na ibada na kuhudhuria kwa resma au hizi ibada takatifu kama Ijumaa Kuu? Unaona mabadiliko yote kwa kipindi hiki au una mawazo gani kwa utofauti wa zamani na sasa? Kwa utofauti wa zamani na sasa hivi naona kuna faida, kwa sababu kwanza vijana wengi wamekuwa wakizama ndani ya Kristo, na pia vijana wengi wamemtambua kwamba Bwana Yesu amekufa kwa ajili yetu, na wametambua kwamba Kristo amekufa kwa ajili yao, na wamezama katika maombi. Na pia kuna faida kwa sababu vijana wengi wamemtambua Mungu kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Amen, amen. Asante sana mama. Amen. Basi tupo na kina mama wengine hapa, ni wanakwaya wa Hosiana. Hawa ndio wametuwezesha kupata t-shirt na kupendeza kabisa siku ya leo. Big up sana Hosiana, asanteni. Sasa tuwaulize, siku hii wao walijipanga, maana wameandaa hadi t-shirt. Nataka mniambie mnadhamiria kitu gani baada ya ibada ya leo ya Ijumaa Kuu kikabadilika, kukawa na utofauti katika maisha yenu baada ya haya mateso ya Yesu? Maana kila mwaka tunasherehekea, kila mwaka. Sasa utofauti ulioko mwaka huu ni kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwaka huu tunategemea kuzidi kumtafuta Yesu zaidi, kumjua zaidi, na kizazi chetu kitamani kumfahamu kama Mungu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tunatamani kumwimbia Mungu kwa wepesi zaidi, kwa nguvu zaidi, kwa kujitoa zaidi, ili utukufu wa Mungu uzidi kuwa mkuu kuliko ule wa kwanza. Tunatamani kuzidi kujua, tunatamani kumjengea Mungu hekalu ili Mungu aonekane katika familia nzima ya Msakuzi. Na sisi kama Hosiana tunatamani kuzidi kuimba kwa nguvu zaidi. Tunatamani wanakwaya wazidi kuongezeka, tuzidi kuwa wengi kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Basi Mungu awabariki wote, na kizazi chetu kizidi kuwa kipya, kikuu na chenye kumtukuza Mungu. Haleluya. Asante. Amen. Amen. Asanteni sana kina mama, barikiwe.